Wananchi wawili wakazi wa kata ya Kagera katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wanasadikika kufariki dunia baada ya mtumbwi waliokuwa wakitumia kuvuka mto Luiche kuzama usiku wa kuamkia Machi 11 mwaka 2026, ambapo inaelezwa kuwa katika mtumbwi huo kulikuwa na jumla ya watu 6 na kati yao watu 4 akiwemo dereva wa mtumbwi walifanikiwa kunusurika baada ya ajali hiyo. Afisa operesheni wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma, Ngawipa Litaunga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa ajali hiyo ilitokea majira ya saa 2 usiku, ambapo baada ya kupokea taarifa, kikosi cha zimamoto kilifika katika eneo la tukio na kuanza kufanya juhudi za uokoaji katika mto Luiche. Licha ya juhudi hizo, hadi sasa miili ya wananchi hao wawili bado haijapatikana, huku zoezi la utafutaji likiendelea kufanyika katika mto Luiche kuanzia eneo la kivuko cha Kabigo, ambapo maafisa wa uokoaji wanaendelea kufanya msako wakiamini miili hiyo huenda ikawa imechukuliwa na mkondo wa maji unaoelekea katika ziwa Tanganyika. Kwa majina naitwa Rakibu Msaidizi Ngawipa Litaunga, afisa operation wa mkoa wa Kigoma. Mnamo siku ya jana tarehe 9 mwezi wa 3 tulipatwa na tukio la ajali ya mtumbwi ambao ulipinduka kwenye mto Luiche ambao ulikuwa upo mkoa wa Kigoma. Shughuli ambayo ilikuwa inafanyika hapo ni kuvusha watu kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine. Sasa kutokana na hali ya spidi ya maji au kasi ya maji ilipelekea ule usafiri wa mtumbwi kupinduka. Na mtumbwi huo ulikuwa umebeba abiria 5 akiwemo pamoja na dereva wa 6. Kwenye ajali hiyo ilisababisha watu wawili kupotea na maji kutokuonekana hadi siku ya leo, na watu 4 akiwemo dereva wao wamenusurika na maisha yao yako salama. Kwa sasa kinachoendelea ni zoezi la kuwatafuta wale wawili ambao wamepotea na maji, wamesombwa na maji ambao hawajapata hadi sasa. Kwa hiyo zoezi linaendelea kwa muda huu wa kuwatafuta katika maeneo mbalimbali ya pembezoni mwa mto. Ajali hii imetokea eneo la daraja ambalo linajengwa. Pale kulikuwa kuna mtu ambao walifanyia diversion au walichevusha ili kuendelea na zoezi la ujenzi wa daraja. Kwa hiyo daraja lishakamilika, lakini ilikuwa bado hatua ya yale maji sasa ambayo au mtu ambao ulikuwa umechevushwa takiwa pale ufukie ili mto uendelee na njia yake ambayo ilikuwa awali. Kwa hiyo sasa watu walikuwa wanalazimika na kutumia hivi vivuko mitumbu kuweza kuvuka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kutokana pale bado kwa kipindi hichi cha mvua maji yanakuwa mengi, inakuwa ni wakati mgumu kuweza kuvuka, ndio maana wanatumia mitumbu. Wa wilaya asimame kama kiongozi wa wilaya ili limalizike kwa wakati, na ikiwezekana wananchi wanapita pale kwa urahisi zaidi ili kupunguza vifo vya namna hii. Mito wangu kwa serikali, taarifa ni kwamba fedha imeshatolewa kwa ajili ya ujenzi wa kukamilisha ile daraja. Taarifa tulionayo wananchi. Sasa kuna uzembe fulani umefanyika au unaofanyika kwa wakandarasi kumalizia. Kwa mimi mito wangu natoa kwa hawa wakandarasi, serikali wasimamia wakandarasi ili wamalizie utengenezaji wa ile daraja, kwa sababu tatizo hili limetokea kwa sababu daraja lenyewe halijakamilika. Maji yanapita, kuna mengine yanapita chini ya daraja yakiwa mengi na mengine yanapita pembeni ya daraja kule ambako hawajaweka kifusi. Kwa hiyo serikali iwaambie wakandarasi wakamilishe uwekaji wa kifusi katika ile daraja ili watu wao wanapita kwa mguu. Ndio lengo la ujengaji wa ile daraja. Naomba tu serikali itusaidie, msaada utakaotusaidia ni kwamba watengeneze ile daraja haraka. Maana pale kuna changamoto moja, huwa sisi tusiyekuwa na hela mtu anakuambia utalipa 500 na wewe una 200, unashindwa kuani uzalendo. Tapita kwenye mtumbu wakati sina na 500, unaamua kupita mwenye maji. Ni roho nyingi zilizoteketea ndani ya mto. Pato letu kubwa sana kwa sisi wananchi ni ng'ambo ya mto huko. Ndio tunakutafutia maisha. Watoto wavaeje, waishi vipi, shule, kila kitu. Hata changamoto kama zinazotokea
hata sisi tumebaki tunaogopa kwenda kutafuta maisha. Serikali tuangalie na itufikirie. Hii barabara inayotengenezwa na daraja ni karibu kilomita 2.34. Kwa hiyo bado kuna kipande cha kilomita 1 kwenda ndani. Kwa hiyo kuna ukamilishaji wa kilomita 1 kwenda ndani, lakini kwa daraja limekwenda kukamilika, bado tu kuweka mifereji, kuweka taa za barabarani na kumaga kifusi upande wa pili. Na kifusi kinachowekwa ni sema ambao wameweka diversion wakati wanatengeneza daraja. Kwa hiyo walichepusha maji ili waweze kujenga daraja. Na sasa maji wamerudisha kwenye njia yake. Kwa hiyo yale maeneo ambao walichepusha maji inatakiwa wajaze kifusi ili ardhi irudi katika hali yake ya zamani. Sawa, kwa hiyo wananchi unawaambia nini? Wananchi naomba wao wavumilivu, sababu serikali yetu ni sikivu, serikali inaona na ndio maana imeleta fedha na daraja wanaona linaenda kukamilika. Hizo ni hatua za mwisho za ukamilishaji ambazo tunapaswa kushukuru kwa hatua hii. Ukilinganisha na huko nyuma ambako kulikuwa na maafa makubwa sana yanatokea katika bonde la Mto Ruiche katika mto huu. Kwa hiyo kikubwa wananchi naomba wawe na subira kama ambavyo walikuwa na subira hapo awali. Na kazi wanaiona inafanyika ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Fedha nyingi zaidi ya bilioni 4 ziko hapa zinatekeleza huu mradi. Kwa kawaida miili ya binadamu inapozama ndani ya maji kwa siku hiyo ya tukio inakuwa ni ngumu sana, especially kwa tukio la jana lenyewe lilitokea usiku majira ya kuanzia saa 1 hadi saa 2 usiku. Kwa zoezi lile la uokoaji au utafutaji alikuweza kufanyika kwa sababu hili zoezi linafanyika kipindi cha mchana, kipindi ambako kuna mwanga. Kwa leo itakuwa ni ngumu au inaweza kawa ni bahati kuwapata. Inatakiwa iwe baada ya masaa 24 ule mwili unakuwa na tabia ya kuja juu baada ya masaa 24. Kwa hiyo Mungu aweza kutusaidia tukafanikiwa zoezi letu la kuwatafuta na kuwapata. Lakini kitaalamu zaidi baada ya masaa 24 miili ndio inaweza inaibuka kutoka chini na kuja juu. Kwa bado tutaendelea na zoezi hili leo hadi kesho.